Nataka ufafanuzi, kuzini ni kule kwa mwanaume kuingiza utupu wake kwa mwanamke au hata hajaingiza tayari wanakuwa ameshazini. Na je, kama watatubia kwa kosa la kufanya hilo tendo bila utupu wa mwanaume kuingia katika tupu ya mwanamke, lazima ipitishwe ni hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kupigwa mawe au mikwaju 100? Karibu sana Sheikh. Naam, kwanza ajue kwamba neno zinaa linaweza likawa na maana mbili. Zinaa ambayo inapelekea mtu kufanyiwa hadi ya kisheria, ambayo kama ni mwanamume hajaoa au mwanamke hajaolewa, ikithibiti kwamba wamezini, ima kwa kukiri au kwa ushahidi wa watu 4 ambao wamepatana ushahidi wao, wameona dhakari ikiingia hasa katika utupu wa mwanamume, basi hawa wanaadhibiwa hadi ya kisheria ni kupigwa bakora 100. Na wale ambao wameshawahi kuoa au kuolewa, wao hupigwa mawe mpaka wakafa. Hii ni aina ya zina ambayo inaambiwa ili ifahamike, ijulikane kisheria ni zinaa, ni ule utupu wa mwanamume umeingia ndani ya utupu wa mwanamke, kama vile kamba inavyoingia kwenye kisima. Na hatoruhusiwa kumuita mwanadamu mwingine kuwa ni mzinifu kwa maana hii mpaka awe ameshuhudia. Unaona? Ameshuhudia, na sio ameshuhudia mtu mmoja, wawe 4 wawili collective wameshuhudia hiyo kamba ikiingia ndani ya kisima. Na hili kwa mujibu wa wanachuoni ni jambo gumu sana katika historia tangu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Makhalifa waongofu, makhalifa waliokuja baada ya hapo, hajatokea au hawajatokea mashahidi 4 waliomshuhudia mwanamke na mwanamume akifanya kitendo hiki kwa maana hii. Ndio. Kwa hiyo walioadhibiwa miaka yote tangu zama za Mtume ni wale tu ambao wamekiri mbele ya mahakama ya kisheria kwamba wao wamefanya kitendo hicho wao wenyewe. Lakini kihistoria hawajapatikana watu 4 wakashuhudia kitendo hicho cha uzinifu. Maana hata kama muitani utakuta washamaliza kabisa kuona. Ila kwa zama zetu nasema inawezekana kupatikana, kwa sababu mfano kama nchi za Ulaya. Nchi za Ulaya unaingia hasa kwa kiingilio kwenda kuona watu wanavyofanyana zinaa. Ina maana hapo maona live wengi sana. Tena kwa ukamilifu wake. Subhanallah. Unaona? Ni watu wanaingia, wanalipia, wanaona hayo. Lakini sasa hayo kama yafanywa jahara, si ni manchi ya makafiri ambayo hana sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo pia inakuwa ni tabu kupata hadi ya watu namna hiyo. Kabisa. Haiwezekani kuwa kuna nchi ya Kiislamu yafanya mambo haya ambayo eti inafanya inawapiga watu hadi ya kisheria. Haiwezekani, hiyo itakuwa sio dola ya Kiislamu. Iwe inawapiga watu zinaa alafu yawapa watu license za kufungua madanguro sampulio. Kwa hiyo bado ni jambo gumu. Unaona? Halafu kuna wengine wanaitwa wazinifu kwa maana. Unaona? Kwa mfano yule mwanamke ambaye ameambiwa kwamba anatoka anajitia manukato ili watu wapate kumuona kwamba yeye ni mzuri na nini, yule Mtume kamuita zania. Lakini si kwa maana hii kwamba eti aweza kakamatwa, bwana wewe umezini kwa sababu unatembea na mafuta mazuri umejipaka na nini, kwa hiyo wewe bakora au mawe. Sio hivyo. Kwa hiyo nafikiri atakuwa tumemuelewa huyu bwana, kama kuna jambo ambalo bado hatuja sijui mmemuelewa. Bila shaka tayari. Naam. Anasema hata kama hajaingiza tayari wanakuwa mzinifu. Kwa hiyo na maana Sheikh, kwa mfano sasa jingine ilikuwa ni mwekee wazi zaidi. Kweli tuseme nyinyi mmeshuhudia wawili wamekumbatiana. Unaona? Wapigana mabusu, shikana maziwa, sijui makalio manini. Lakini hamjashuhudia ule utupu ukiingia hasa kwenye ile tupu ya mwanamke. Ndio. Mmeyashuhudia haya. Je, huyu anauliza nao pia watafanywa hadi ya kisheria? Ndio. Hadi ya kisheria hawafanyiwa, wanafanyiwa ta'zir.
Kuna tofauti baina ya hadi ya kisheria. Hadi ya kisheria ni ile ambayo tayari ishaekewa ni aina gani na kiwango gani. Kwa mfano kama hiyo bakora 100 limethibiti ndani ya Qur'an, au mawe kwa kupitia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au mfano hadi ya sharibul khamri, zama za Mtume alipiga bakora 40. Unaona, kwa hizo ndo zinaitwa hudud. Lakini makosa yaliokuwa chini ya makosa ya hadi yanafanywa ta'zir, na ta'ziri ni adhabu ambayo inaikadiria yule kadhi anayehukumu baada ya kukamatwa. Na wale watu 4 watakaokuja au zaidi wakisema bwana hawa tumewashuhudia wanazini, wakisema wanazini kisa kumbe walikuwa wanakumbatiana, watapigwa wao sasa bakora 80 hadi ya kusingizia huko kadhi inaitwa. Lakini wakienda kwa lugha nzuri, tumewakuta kumbatiana wakati hawa ni ajnabi, wapigana mabusu, walikuwa uchi, wakipatikana mashahidi wawili tu wewe ukisema wapigwa wewe bakora. Unaona dini ya Kiislamu hii jinsi yale maovu yatakiwa yafichwe, ibaki wewe na Mola wako. Kwa hiyo wewe ukienda kule bwana sisi tumemuona huyu amgandamiza wakati hawajawana, tena huyu mtoto wa kike yuko uchi kabisa, watiti wazi saa moja tena wapigana mabusu. Unaona, kwa hiyo sisi tumeona munkari huu. Tena sasa kuna hatari pia, usije ukawa wewe unakwenda kupiga bodi kwenye madirisha ukayaona hayo, waweza pigwa bakora wewe sasa. Wanahitaji ile kupiga siji nini chabu umeulizwa umejua mimi nimekwenda kupiga chabu nikaona nafanya, wapigwa wewe bakora sasa. Hii dini bwana si mchezo, alhamdulillah. Imestiri watu, imehifadhi watu. Kwa hiyo huyu ajue kwamba hadi haitofanyika kwa haya mambo ya kwamba eti wamekaa pamoja wanafanya mapenzi kabisa. Bakora 50, 100 ufungwe jela, yote inaingia katika ta'ziri hiyo. Naam.